Wewe ni mimba yako ngapi? Mimba ya kwanza. Na mimba yako ni ya kwanza, lakini mtoto ni mkubwa. Tuliambiwa kilo 4 na pointi ngapi hivi? Kilo 4.9? Naam? 4 na sehemu. Kwa mtoto yote anapokuwa kilo 4 na kuendelea, huwa tunaita big baby. Ni watoto ambao ni wakubwa sana. Kwa hiyo unakuta kwamba wakati mwingine kujifungua kawaida inaweza kuwa kipengele. Lakini mara nyingi huwa tushauri mama, kwa mfano wewe ndio mimba yako ya kwanza, tukakupeleka moja kwa moja kwenye kufanywa upasuaji. Kwa sababu kwa malengo ya familia yako unataka watoto angalau wengi, si ndio? Sasa unapokuwa ukaenda moja kwa moja kwenye upasuaji, matokeo yake ni kwamba unapunguza hata uwezekano wa kuweza kupata watoto wengi. Inategemeana na jinsi ndani utakokuwa umepona. Kwa hiyo ndio maana tunaamua kuweza kukuanzishia uchungu. Na ukiangalia sasa hivi almost umri wa mimba umeshasogea sana. Na mtoto tayari ni mkubwa. Kwa hiyo tutakuanzishia uchungu, lakini ukinapoanzishia uchungu kuna matokeo mawili. Umenipata? Tokeo la kwanza ni kuweza kujifungua vizuri kawaida, ambacho ndio kitu ambacho sisi tunakipendelea zaidi. Lakini tokeo la pili inaweza katokea changamoto au uchungu ule ambao tumeweza kuanzishia ukafeli, ikatokea uweze kujifungua kwa upasuaji. Kuna mambo manne ambayo huwa tunazingatia. Jambo la kwanza ni nguvu, yani ule uchungu wako utakavyoenda. Sawa? Jambo la pili tunaangalia njia, ambayo jana niliangalia njia yako iko vizuri. Jambo la tatu tunaloliangalia ni ukubwa wa mtoto. Kiukweli ni kwamba mtoto wako ni mkubwa sana. Amegeuka vizuri, yuko vizuri, lakini kuna uwezekano kutokana na nyonga yako uweze kujifungua kawaida. Jambo la mwisho ambalo ni la 4 ndio la msingi zaidi kwako wewe. Kwa tunaita kitaalamu psyche. Maana yake ni wewe kuwa na uoga, hofu na wasiwasi. Ukishakuwa na hivyo vitu, unaweza kufafirisha ya mambo mengine yote. Sawa? Kwa hiyo uchungu ni kweli unauma na maumivu ni makali. Lakini hutakiwi kuwa na hofu, hutakiwi kuogopa, hutakiwi kuwa na wasiwasi. Unapokutana na kitu, wataalamu tupo, tutakuona. Sawa? Na kwenye njia ya kwanza kabisa kwenye kuanzisha uchungu, tutafungua ule mlango wa uzazi. Tutafungua hapo, na baada ya kufungua ule mlango wa uzazi tutakupatia dawa ambayo inaongeza nini? Uchungu. Baada hapo tutaendelea kukufuatilia. Kwa hiyo nafikiri Mungu akitusaidia siku ya leo utafanikiwa, na kama itatokea kuna changamoto, labda mapigo ya moyo ya mtoto yakabadilika, wewe mwenyewe ukapata shida, au tukaona kuna dalili zozote za uchungu ambao ni pingamizi, kwa sababu mtoto wako tayari ni mkubwa, sisi tutakwambia kwamba unahitaji kufanya upasuaji. Kwa hiyo tutakuandaa kwa upasuaji wa nini? Wa dharura. Sawa? Kwa hiyo kikubwa ninachokusisitiza usiwe na hofu, na haya mambo yanafanya nini? Yanawezekana. Sawa, wengi nimewaanzishia uchungu na wamefanikiwa. Baada ya kusema hayo kuna swali? Kuna mimi sina swali la. Nimehitaji kuelewa jinsi ya kwa hiyo usiwe na wasiwasi, usiwe na hofu. Baada ya muda sisi tutaangalia, tukiona kwamba hali inabadilika, mambo yako vizuri, tutaweza kufanya nini? Upasuaji. Sawa, lakini kikubwa usiwe na wasiwasi. Baada ya kusema hivyo, naomba kachukue hivi sasa vifaa vyako tuweze kuanzisha uchungu.